Waendesha mashtaka wa serikali katika kesi ya usafirishaji wa binadamu dhidi ya Sean Combs maarufu kama P. Diddy walidai katika taarifa za uchunguzi na ufunguzi pia kwamba Combs alimlazimisha mpenzi wake wa zamani Cassandra Casey kushiriki katika matukio yaliyofahamika kama freak-offs. Katika tukio moja, waendesha mashtaka wanasema Combs alimuelekeza mlinzi wa kiume kumkojolea Cassandra Casey mdomoni, na madai haya ni sehemu ya mashtaka makubwa zaidi dhidi ya Combs, ikiwemo usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono. Yote hayo amekana na kujitetea kuwa hana hatia kabisa. Na kwa namna nyingine, Casey aliyetajwa kuwa shahidi muhimu anatarajiwa kutoa ushahidi. Madai haya yanatokana na mfululizo wa unyanyasaji na ulazimishaji unaodaiwa na waendesha mashtaka wakisaidiwa na kesi ya madai ya mwaka 2023 iliyofunguliwa na Cassandra Casey dhidi ya Combs, ambao baadaye walimaliza kwa makubaliano nje ya mahakama. Hata hivyo, mabinti watatu wa P. Diddy walifanya uamuzi mgumu wa kuondoka mahakamani wakati wa kesi ya uhalifu wa kingono dhidi ya baba yao, wakati mfanyakazi wa ngono wa kiume akitoa ushahidi wa kushtua kuhusu madai dhidi ya msanii huyo mashuhuri. Na katika mahakama ya Manhattan mnamo Mei 12, 2025, Daniel Philip alidai kuwa alilipwa na mpenzi wa zamani wa Combs, Cassandra Casey, kushiriki naye ngono, huku Combs akitazama kutoka kona moja na akisemekana kuwa alikuwa akijichua. Na Philip pia alitoa ushahidi kuhusu kushuhudia Combs akimfanyia Casey vitendo vya ukatili. Na wakati wa ushahidi huu wa kusikitisha pia, mabinti wa Combs, namzungumzia Chance Combs ambaye amemaliza shule ya sekondari hivi karibuni na mapacha wa miaka 18, Delilah na Jess Combs, waliondoka mahakamani mara mbili, kila mara wakati Philip alipokuwa akieleza kwa undani matukio ya kingono, ikiwemo wakati ambao Combs alidaiwa kujichua akiwa amekaa pembeni akiwaangalia. Hata hivyo, wakati rapa P. Diddy anasubiri kusikilizwa kwa kesi zake ambazo pia zimekuwa zikimwandama, kuna moja kati ya picha na video ambazo zimemuonesha akiwa ameshikilia Biblia mahakamani kabla ya kuanza kusikilizwa kwa kesi zake au kesi yake kwa ujumla na shirikisho la usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya ngono inayofanyika katika mahakama hiyo ya wilaya ya Manhattan. Na tukio hilo of course limetokea, hiyo ilikuwa ni Mei 12, 2025, wakati Combs alipoketi akisubiri kuanza kwa mchakato wa kuchagua majaji. Alisoma Biblia kwa muda mfupi hivi kabla ya kuiweka pembeni na kuendelea na taratibu za mahakama. Na tukio hili of course limezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii, inaonyesha kama P. Diddy anajutia yale yote ambayo aliyafanya, ndio maana ameamua kumrudia Mwenyezi Mungu na hata kufanya hilo tukio kabla ya kusikilizwa kwa kesi zake, kuchukua walau Biblia, kusoma mistari miwili mitatu ya kwenye Biblia ili walau labda anaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yale yote aliyoyafanya. Hizi ni kashikashi ambazo pia mpaka sasa hivi zinaendelea wakati wa kusikilizwa kesi ya Sean Combs maarufu kama P. Diddy, ambao pia zimekuwa zikimwandama kwa muda mrefu, na iliahidiwa mwaka huu 2025 itakuwa mwezi wa 5 tarehe 5 ndipo kesi zake zitaanza kusikilizwa rasmi. Na hivi ndivyo ambavyo kesi zimeanza kusikilizwa na vithibitisho vimeanza kuja vipya kadri ya siku. Kwa baadhi ya taarifa kuhusiana na kesi ya Sean Combs ni hivyo kwa ufupi, lakini nadhani itaendelea kukusogezea update zote ambazo zitaendelea pale mahakamani zitakazoendelea kwenye kesi hii. Cha kufanya, endelea kubaki na Moni TV online kwa ajili ya kupata taarifa zote ambazo zitaendelea. Mimi naitwa Moni himself. Asante zaidi kwa kusubscribe YouTube channel hii. Asante zaidi kwa kulike, kushare, kucomment ili kila mmoja aweze kupata taarifa mbalimbali ambazo huwa naziweka hapa. Tukutane kwenye taarifa nyingine.